Kuna matukio katika historia ambayo yanaposimuliwa yanaonekana kama sehemu ya filamu ya uongo, lakini ukweli wake huwa wa kushangaza zaidi. Tarehe 21 Julai mwaka 1992, dunia ilishuhudia tukio ambalo lilionyesha ukubwa wa nguvu ya mtu mmoja dhidi ya mfumo mzima wa serikali. Hakuwa amechimba handaki chini ya ardhi, hakuvunja mlango wa chuma kwa nguvu, wala hakupenya kwenye uzio wenye umeme. Pablo Escobar, mmoja wa wahalifu waliokuwa wakitafutwa zaidi duniani, alifanya jambo ambalo lilionekana kutowezekana, akitoroka gereza ambalo yeye mwenyewe alikuwa amelazimisha serikali ya Colombia kumruhusu alitumie. Ili kuielewa siku hii iliyoweza kutokea, lazima turudi nyuma kwenye miaka ambayo jina la Pablo Emilio Escobar Gaviria lilikuwa likitetemesha Colombia na sehemu kubwa ya dunia. Mwishoni mwa miaka 1980, Escobar alikuwa ameongoza Medellin Cartel na kujenga himaya kubwa ya biashara ya dawa za kulevya. Biashara hii ilikuwa ikiingiza mabilioni ya dola, lakini nyuma ya utajiri huo kulikuwa na historia ya damu, mashambulizi ya kigaidi, mauaji ya maelfu ya watu na vita kali kati yake na serikali ya Colombia. Lakini Pablo Escobar hakuwa mfalme wa himaya hiyo peke yake. Nyuma yake kulikuwa na watu waliounda injini ya Medellin Cartel. Gonzalo Rodriguez Gacha, maarufu kama El Mexicano, alikuwa mmoja wa watu wenye nguvu na ukatili ndani ya mtandao huo. Carlos Lenda alibadilisha namna cocaine ilivyosafirishwa kwenda Marekani kwa kutumia njia za anga. Wakati huo ndugu yake George Luis na Fabio Ochoa walikuwa sehemu ya familia iliyosaidia kujenga msingi wa biashara ya madawa ya kulevya. Wakiwa pamoja, watu hawa wote waliunda mfumo ambao ulifanya Medellin Cartel kuwa moja ya mashirika ya uhalifu yenye nguvu zaidi kuwahi kutokea. Kwa miaka mingi serikali ilijaribu kumkamata, lakini nguvu ya mtandao wake ilikuwa kubwa kiasi kwamba Escobar alikuwa zaidi ya mfanyabiashara haramu wa dawa za kulevya. Alikuwa mtu mwenye askari wake, watu wake ndani ya taasisi za serikali na uwezo wa kuendesha vita dhidi ya taifa zima. Lakini pamoja na nguvu hiyo yote, kulikuwa na jambo moja aliloliogopa kuliko yote: kupelekwa Marekani, ambako aliamini angekabiliwa na mahakama na kifungo kisichokuwa na nafasi ya kutoroka. Historia inadai kwamba kutokana na hofu aliyokuwa nayo ikasababisha mnamo mwaka 1991, baada ya miaka ya vurugu, serikali ya Colombia ikafanya uamuzi ambao baadaye ungeonekana kuwa mmoja ya makosa makubwa zaidi katika historia yake. Badala ya Escobar kukamatwa kwa nguvu, kulifanyika makubaliano ambayo yalimruhusu kujisalimisha kwa masharti yake mwenyewe. Aliahidi kuacha vita dhidi ya serikali, lakini kwa sharti moja kubwa: asipelekwe Marekani. Na hapo ndipo lilipoanza wazo ambalo lilibadilisha historia. Escobar hakutumwa katika gereza la kawaida. Badala yake aliruhusiwa kuwepo katika eneo lililoitwa La Cathedral, gereza lililojengwa kwenye milima ya Envigado karibu na Medellin. Kwa jina lilikuwa gereza, lakini ndani yake lilikuwa kitu cha tofauti kabisa. Lilikuwa eneo ambalo baadaye watu wangelitaja kama ngome binafsi ya mfalme wa dawa za kulevya Pablo Escobar. Ndani ya La Cathedral kulikuwa na vyumba vya starehe, sehemu ya mapumziko, uwanja wa mpira na huduma ambazo hazikufanana kabisa na maisha ya mfungwa wa kawaida. Pablo Escobar akaendelea kupokea wageni, kufanya mawasiliano, na kwa mujibu wa wachunguzi aliendelea kuwa na ushawishi juu ya shughuli za cartel ama kundi lake lile akiwa ndani ya gereza hilo. Lakini tatizo la kumpa mtu mwenye nguvu nyingi nafasi kubwa ni kwamba siku moja anaweza kuanza kuamini kuwa hana mipaka. Ndani ya La Cathedral, Escobar akaanza kuwa mkali zaidi ya watuhumu washirika wake wawili wakubwa, Fernando Galeano na Gerardo Moncada, kwa kuficha sehemu ya fedha za cartel. Waliporipotiwa kwenye gereza hilo kilichotokea baadaye, wanaume hao wawili waliuawa ndani ya La Cathedral. Habari hizo zilipofika serikalini, viongozi wa Colombia walitambua kwamba walikuwa wameunda tatizo jipya. Mahali walipoamini wangemdhibiti Escobar palikuwa sasa kituo chake cha nguvu. Serikali ikaamua kuchukua hatua, kumhamisha kutoka La Cathedral kwenda gereza lenye ulinzi mkali zaidi. Lakini tatizo likawa moja: walikuwa wamekwisha chelewa. Tarehe 21 Julai mwaka 1992, maafisa wa serikali wakafika La Cathedral kwa ajili ya uhamisho huo. Wakadhani walikuwa wanakwenda kumchukua mfungwa, lakini walikuwa wanaingia kwenye eneo ambalo bado lilikuwa chini ya ushawishi wa Pablo Escobar. Mvutano ukaongezeka, mipango ikabadilika, na ndani ya vurugu hizo Pablo Escobar akapata nafasi ambayo alikuwa akiisubiri. Tarehe kama ya leo, usiku mmoja, mtu ambaye alikuwa ni hatari zaidi serikalini
Iliaminika kuwa alikuwa amefungwa salama, lakini alipotea. Escobar pamoja na baadhi ya watu wake wa karibu walifanikiwa kutoka La Catedral na kutoweka. Haikuwa tu kutoroka kwa mhalifu mmoja, ilikuwa fedheha kubwa kwa serikali ya Colombia mbele ya dunia nzima. Mtu ambaye walidhani wamemaliza vita naye alikuwa amerudi tena mitaani. Baada ya kutoroka huko, Colombia iliingia katika moja ya misako mikubwa zaidi kuwahi kufanywa duniani. Polisi maalum, jeshi na mashirika ya Marekani yalianza kumfuatilia Escobar kila kona. Lakini wakati huu mazingira yalikuwa yamebadilika. Himaya yake haikuwa tena ile ya zamani. Washirika wake walikuwa wakipungua. Maadui zake walikuwa wakiongezeka kila kona ya Colombia, na serikali ilikuwa imeamua kwamba safari hii asingetoroka kamwe. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, Pablo Escobar aliishi kama mtu anayekimbizwa na kivuli chake mwenyewe. Kila simu, kila mawasiliano na kila hatua aliyochukua ilikuwa ikimkaribisha karibu na mwisho wake. Hatimaye tarehe 2 Disemba mwaka 1993, baada ya kufuatiliwa kupitia mawasiliano yake, vikosi vya Colombia vilifika kwenye nyumba aliyokuwa amejificha. Katika dakika zake za mwisho, Pablo Escobar alijaribu kutoroka tena kupitia paa la nyumba hiyo, lakini safari hii hakukuwa na gereza alilolijenga wala mfumo alioweza kuushawishi. Kulikuwa na risasi, kulikuwa na vurugu, na mwisho wake ukafika akiwa na umri wa miaka yapata 44. Lakini zaidi ya miaka 30 baadaye, tukio la tarehe 21 Julai mwaka 1992 bado likabaki kuwa moja ya simulizi za kushangaza zaidi katika historia ya uhalifu duniani, na hasa nchini Colombia, kwa sababu halikuwa tu kuhusu mhalifu aliyetoroka gerezani. Lilikuwa ni simulizi la jinsi mtu mmoja alivyoweza kuifanya serikali mjengee ngome, kisha akaitumia ngome hiyo hiyo kuonyesha kwamba bado alikuwa na nguvu kuliko mfumo uliokuwa unajaribu kumwangusha. Mimi ni Regina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.